Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho wako nacho kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri licha kwamba ushindi wanapata timu ya wananchi Young Africans, lakini bado hawaridhishwi na soka linalopigwa na timu yao. Sasa kikosi sasa hivi baada ya kumalizana michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa hatua ile awali katika mchezo wa kwanza na wa pili, sasa wanarejea tena katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo wanaelekea kule jijini Mbeya kwa ajili ya kwenda kuweza kuzichukua ama kuweza kuzipigania alama 3 mbele ya Mbeya City. Unafahamu ya kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ni show za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni muda na wakati, ila kwa kocha mkuu Romain Folz kwake yeye ameweza kuweka bayana kikosi ambacho kinachoanza zidi ya Mbeya City katika kwenda kuzitafuta alama 3. Ikumbuka kwamba mchezo wa mwisho wa ligi Young Africans walishinda kwa kishindo mabao 3-0, ukiweza kushuhudia kibabe kabisa. Sasa mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimetangazwa na kocha Romain Folz, kikosi ambacho kitakachoanza katika mchezo huo mkubwa. Golini kama ilivyo kawaida, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine ni wananchi hawa na shoho yao ya ligi kuu. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi inadondoka dimbani pale Mbeya kwa ajili ya kuzinyaka na kuzisakua alama 3 mbele ya Mbeya City. Sasa kikosi kama ifuatavyo: golini amesimama Djigui Diarra, screen protector, akiendeleza ubora wake ambao yuko nao na unafahamu shughuli yake. Amekuwa na mwenendo mzuri kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kutokana na ubora ambao yuko nao. Amekuwa ni maradufu kweli kutokana na ubora ambao anauonyesha kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Young Africans katika kile ambacho kinaonekana mpaka wakati huu. Lango lake liko salama, clean sheet bado inasoma, bado ubao hujaanza kuchafuka katika mechi ambazo amecheza za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo atahudumu katika nafasi hiyo katika mchezo dhidi ya Mbeya City, akienda kuipanga safu yake vyema kabisa ya ulinzi iweze kumlinda vyema kabisa. Huku beki namba 2 anasimama Israel Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya mabeki ambao wana uwezo wa kupanda kurudi kukava nafasi yake. Ana uwezo mkubwa kweli kweli. Amekuwa na nyakati nzuri na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans toka alipoweza kujiunga nao alipotokea pale Singida Black Stars. Amezidi kuonyesha ubora mkubwa na umahiri katika eneo ambalo anacheza. Kwa hiyo ataenda kukaa vizuri kabisa katika mchezo huo. Huku beki namba 3 anaanza si mwingine bali ni Issa Shadrack Boka. Unafahamu shughuli yake, mapigo na mwendo, kasi, maarifa mguuni, mbio, ni kitu ambacho yuko nacho Boka, na ni upande ambao Young Africans mara nyingi upenda kuanzishia mashambulizi yake. Kwa hiyo na kazi kubwa ambayo wanaifanya Issa Shadrack Boka ndio inaendelea kuweza kumweka kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu Romain Folz, akiweza kuanza katika
kipindi hicho cha kwanza katika mchezo dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo ubora wake utakwenda kushuhudika hapo kwenye majukumu yake. Huku beki namba 4 anasimama si mwingine bali nazungumzia huyu ni Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na yeye na wakati mzuri na kikosi cha Yanga, akiendelea kuweza kupata nafasi baada ya kuonyesha kile ambacho kila mmoja anakijua, ubora wa Ibrahim Baka kwenye kukaba, namna ambavyo anapiga tackling zake, namna ambavyo anajua kumlinda ama kumkaba pasipo kuweza kusababisha madhara makubwa katika eneo lake. Anajua namna kuweza kumfukuza adui katika eneo lake hilo la hatari. Kwa hiyo kazi kubwa atakwenda kushuhudia. Lakini beki namba 5 atakuwa captain mwenyewe. Unazungumzia Dickson Job. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, akiendelea kuweza kuimarisha safu yake ya nazungumzia ulinzi, akiongozwa na yeye mwenyewe, ambapo unafahamu shughuli inavyokuwa katika eneo hilo, huku akitaka kuendelea kumlinda Diarra asipoteze clean sheet yake hata moja mpaka sasa kwenye ligi kuu. Kwa hiyo hilo utakwenda kulishuhudia. Huku namba 6 anasimama Aziz Ndambwile. Gari limewaka moto, kuni zimechochewa na zikachocheka kweli kweli, na sasa umwambii kitu katika kikosi cha Romain Folz. Ameendelea kuweza kumwamini na kuonyesha ubora wake, akiendelea kuweza kuzitikisa nyavu na kuendelea kuweza kuimarisha safu ya kiungo. Amekuwa ni msaada mkubwa kwa nyakati hizi za Romain Folz. Amekuwa akiendelea kuweza kumtumia na kumpa nafasi baada ya kuonyesha kile ambacho wananchi wenyewe wamekipenda kuhusiana na ubora wake. Aziz Ndambwile ameweza kuonekana kupitia kocha Romain Folz baada ya kuweza kupewa nafasi na kuonyesha kile ambacho iko nacho. Kwa hiyo kazi kubwa ni kuendelea kuweza kuprove watu kwamba kile anachokifanya habahatishi, bali ni ubora wake ambao yuko nao kwa sasa. Huku namba 7 atakuwepo Maxim Pia Nzengeli. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota hatari kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Juhudi, maarifa, upambanaji, kasi, mbio, mashuti ndio vitu ambavyo iko navyo. Hapa nazungumzia Maxim Nzengeli, na kazi kubwa itakwenda kuwa ni kwenda kuzitikisa nyavu za Mbeya City katika mchezo huu mkubwa kabisa. Huku nazungumzia namba 8 utakutana na Mudathir Yahya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kazi kubwa ambayo huwa anaifanya, huenda usimuone uwanjani, lakini huenda ukaona simu yake ikiita na akiipokea, ujue kwamba tunakutana kwenye kibendera kwenda kushangilia. Ni moja kati ya watu ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kutengeneza nafasi, kwenye kufunga iko vizuri pia, lakini pia usisahau ya kwamba ni moja kati ya watu ambao wanajua kukata umeme kweli kweli katika eneo la katikati. Kwa hiyo kazi kubwa utakwenda kuishuhudia pale Mbeya. Lakini katika upande wa namba 9 anasimama Andy Boyeli. Mwalimu ameendelea kuweza kumpatia nafasi japo kwa uchache, kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo hilo halina shaka, utakwenda kushuhudia hayo atakayoendelea katika mchezo huo. Lakini katika upande hapa nazungumzia wa namba 10 anasimama si mwingine bali ni Mamadou Doumbia. Unafahamu bora wake, miongoni mwa wachezaji ambao wametua kwenye kikosi cha Yanga na wameanza kuimbwa ni pamoja na Mamadou Doumbia. Kwa hiyo atasimama katika eneo la namba 10, huku namba 11 ikisimamiwa na El Professor wa boli mwenyewe. Nazungumzia Paco Mzuzwa, akiendelea kufanya kile ambacho anakifanya kwa sasa kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hii ndio kikosi ambacho kiko pale Mbeya kwa ajili ya kwenda kuzitafuta alama 3, ambacho kimeandaliwa na kocha Romain Folz. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa